إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل من قائله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. Hizi aya tatu ambazo nimezifungulia hutuba yangu ya leo zinatoa taswira hii ifuatayo. Aya ya kwanza inatutaka tujihesabu nafsi zetu kila wakati na tujue kwamba ipo siku hakuna njia ila kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu kutalipwa kila mmoja wetu kwa kile alichokifanya. Aya ya pili inaashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka baadhi ya sha'air, alama za uwepo wake, alama za dini yake. Mtu yeyote atakayetaamali vizuri na alama hizi ni dalili ya kuwa huyo ana uchamungu wa moyo. Lakini aya ya tatu inaashiria kwamba sasa tumeitwa, twendeni tukajibu wito huo sawa sawa, kwenda moja kwa moja katika miji ile mitukufu kwa wale waliowafikiwa. Lakini hata kama haujaenda, basi uishi katika maisha ya wakati huu wa kiibada. Aya ya kwanza, Allah tabaraka wa taala anatuambia: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Enyi waja, iogopeni siku ambayo ndani ya siku hiyo
mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha italipwa kila nafsi kwa kila kile ambacho imekichuma nafsi hiyo, na waja siku hiyo hawatadhulumiwa chochote. Aya hii ikhwani, inatuzalishia muhasaba kila wakati, tuzihesabu nafsi zetu, kwa sababu sisi hapa duniani ni wasafiri. Nafahamu kwamba kwa mtazamo wengi wa wanazuoni, hii ndo aya ya mwisho kushuka kwenye Qur'an, aya ya mwisho. Baada ya hii kushuka aya nyingine yoyote, msahafu ulifungwa, Qur'an ilifungwa, uteremkaji wake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wasia huu: iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hesabu nafsi yako kila ulipo, kwa kila unaolitenda, kwa sababu kila unachokitenda ni muhasab, kinahesabiwa wa mujza, na kitakwenda kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini nimeanza na aya hii? Kuna watu wakati huu tulionao hawajui kwamba ni wakati gani, una jambo gani la kidini, hawajui chochote. Na hata wengineo ambao wanajua hawana athari yoyote wakati bora huu. Huu ni wakati ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hakuna wakati wowote utakaotenda tendo jema ambalo linapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo yanayotendwa ndani ya siku 10 hizi. Leo tuko siku ya 5. Jiweke kwenye mizani, 5 hizi zilizopita zako au zipo dhidi yako? Je, 5 zilizobaki unaweza ukafanya lolote ukadiliki yale ambayo yamekupita? Au utakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ukakutana na mtu ambaye ametangulia kufa kabla yako miaka 5, na wewe umepewa fursa nyingine ya kuishi baada yake miaka 5. Ndani yake miaka hiyo 5 zimekupita fursa za mwezi wa Ramadhani, umediriki fursa za mwezi wa Dhulhijja, umediriki fursa za miezi mitukufu. Lakini mlipoingizwa kwenye mizani ya matendo baina yako na mtu aliyekufa miaka 5 kabla yako, hakushinda kwenye matendo. Naam, kwa sababu yeye alikuwa anatumia vizuri fursa hizi zilizowekwa na Allah tabaraka wa taala, akawekeza katika salihatul baqiyat, anakwenda kuwashinda watu ambao walipewa ziada ya uhai baada yao miaka 5, miaka 10, miaka 20. Hivi ni kweli wewe leo utaenda kupitwa na mtu ambaye amekufa miaka 100 iliyopita? Wewe baada ya kuishi, yeye kaishi miaka 30, 40, wewe umepewa miaka 60, umepewa miaka 80, alafu mnaingizwa kwenye mizani, anakudondosha kwenye mizani, yeye mema yake ni mengi zaidi. Kwa hiyo iogopeni siku ambayo mtakwenda kurejeshwa kwa Allah. Usijidanganye na afya yako, usihurike kutokana na kipato chako. Tumia vizuri fursa ya faragha yako. Nyakati hizi zinazowekwa na Allah katika mawasimul khair, zitumie vizuri. Thumma tuwaffa kullu nafsi ma kasabat, kisha baada hapo mtakwenda kulipwa kila nafsi kwa kile ambacho imekichuma. Inama hiya a'malukum uhsiha. Aya yote mnayotenda ni matendo yenu wenyewe, mimi Mola wenu nakuhifadhieni. Thumma uwafikum iyaha, alafu kisha nitakuja kuwalipeni. Faman wajada khairan, atakayekwenda kwa Allah akakuta khairi kwa yale aliyotenda yeye mwenyewe, falyahmadillah, amuhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Dhalika waman yu'azzim sha'air Allah. Haya yote yamekuwa kwa sababu yeyote mwenye kuadhimisha hizi alama alizoziweka Allah, sha'air zamaniya wa sha'air makaniya, alama alizoziweka Allah kwa nyakati na alama alizoziweka Allah katika maeneo, adhimisha sehemu hizi, fa innaha min taqwa alqulub. Kufanya hivyo ni alama ya uchamungu wa moyo wako. Una mabadiliko gani katika masiku 10 haya? Kutoka kwenye hasana kwenda kwenye ahsan, kutoka kwenye sayyi'a kwenda kwenye hasana.
kutoka kwenye aswa kwenda kwenye sayyi'a. Ulikuwa mbaya zaidi, basi uwe mbaya kidogo. Ulikuwa mbaya kidogo, basi uwe mwema kidogo. Na ulikuwa mwema kidogo, kuwa mwema sana. Lakini je, nyakati zinakufidisha? Kwani wewe unadhani kwamba Allah tabaraka wa taala kutuwekea mawasili za kheri uungu wake unaongezeka? Yaani akiweka hizo nyakati na watu wakajibidiisha wakafanya matendo, basi uungu wake unaongezeka? Masha wakalla, Allah yuko vile vile. Lakini lau kama wataamua waja wote kuasi na kufanya maasi na kupondoka, kwani unadhani uungu wake unapungua? Abadan. Haya ni kwa ajili yetu sisi wenyewe, ikhwan. Sasa aya ya pili inatukumbusha kwamba tuadhimishe hizi nyakati, tuadhimishe maeneo matukufu. Tunapokuwa katika nyakati bora, tuonyeshe ubora. Tunapokuwa kwenye maeneo matukufu, tuendane na yale maeneo matukufu, kufanya yale ambayo yanasibiana na nyakati hizi bora pamoja na miezi mitukufu. Nimemsikia msemaji mmoja anasema hivi, kuna uwezekano wa kuwa watu wengine hawajui chochote, yani hajui kama huu ni mwezi wa Dhulhijja, hajui kama huu ni wakati ambao Mtume kasisitiza watu wajibidishe kwenye kutenda mema, hajui chochote. Yawezekana kweli, yawezekana. Lakini humu mijini, watu ambao wanaingia misikitini wanasikiliza waadhi kila siku, sisi makhatibu, mashekhe, maduati, tumebadilisha system yote ya mwezi huu. Hata ukifundisha darasa la kitabu fulani, lazima utachomekea mambo yanayohusiana na mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna watu hapa mijini hawajui. Kama atakuwa mtu ajui, itakuwa na udhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa kutokujua. Lakini kwa wale wenye kujua, wasifanye taadhim ya hizi shaairi za dini, shaairi za Allah. Hiyo ni katika bil mafhumi al mukhalafa, kwa sababu kuadhimisha min taqwa al qulub, katika uchamungu wa moyo. Kutokuadhimisha ni mughafala wa moyo, moyo umekufa. Allah tabaraka wa taala kwenye aya 3 anamnukuu Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akisema, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Ewe Allah Mola wangu, mimi nimeweka familia yangu katika jangwa ambalo halilimwi, kame, katika eneo ambalo patajengwa nyumba yako tukufu. Wakati huo anazungumza maneno haya, anaomba dua hii Nabii Allah Ibrahim, palikuwa hapana jengo. Na kisa chake kinatia simanzi kidogo. Yule mama Hajir na mtoto wake mchanga aliyetoka kumzaa Ismail, Ibrahimu kawabwaga pale, anaondoka zake, anakwenda. Yule mama akamfuata, akamwambia, ya Ibrahim, aina tadhhabu, unakwenda wapi ewe Ibrahim? Wataturukuna hahuna, unatuacha kwenye jangwa hili? Ibrahimu akawa anakwenda, hamjibu mke wake. Kauliza tena mama yule mara ya pili, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Yaani Ibrahim, safari yako umeishia hapa, umetuacha hapa porini unaondoka? Wamekuja pamoja kutoka Sham, kawaleta mpaka pale, kawaacha, amewabwaga pale na kiriba cha tende pamoja, kiriba cha maji pamoja na kasha la tende, anaondoka. Yule mama anamfuata mume wake, anamwambia, unatuachaje achaje? Mara ya kwanza Ibrahimu hajajibu, mara ya pili Ibrahimu hajajibu, mara ya tatu yule mama anamwambia, Allahu amaraka bihadha, hili jambo unatufanyia Ibrahimu, hivi ni Allah ndiye ambaye amekuamrisha kufanya hivi? Hapo Ibrahimu akasema naam. Jawabu moja tu, naam, ndio. Yule mama kwa moyo wa imani na ujasiri akasema, idhan lan yubayyana Allah, kama ni kweli Allah akakwambia utuache hapa, Allah hatatupoteza. Ibrahimu anatekeleza maamrisho ya Mola wake kwenda kutengeneza familia mpya ya waumini kwenye eneo lile, kwa ajili kuasisi nyumba yake tukufu itakayowekwa pale. Wenye nyumba ile watakuwa ni huyu mama pamoja na mtoto wake, kizazi kitatokana na hao. Lakini kibinadamu bado ana hisia zile za kibinadamu. Hivi jamani, kweli hawa watoto, mama mmoja, mtoto mmoja mchanga, anageuka katika eneo ambayo imejengwa Kaaba, leo anaelekea Kaaba, ndo anaomba hii dua,
rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhi. Ewe Allah, mimi nimeacha familia yangu katika jangwa ambalo tupu, halina kilimo, halina watu, katika eneo ambalo litakwenda kujengwa nyumba yako tukufu ya Makka, na kuomba Mola wangu, jalia watu ulimwenguni waelekee kwenye hii familia. Fastajabna lihadha nidai rabbani, tukajibu wito huu wa Mola. Nyoyo zetu zimeambatana na eneo tukufu la Makka. Muislamu popote katika nyakati kama hizi, akili yake na moyo wake na fikra zake zinaangalia kule, na wale waliowafikiwa kwenda wamekwenda kutuwakilisha kwa ajili ya kujibu dua hii ya Nabiiullah Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi. Na tunafanya ibada katika kuadhimisha matendo ya hawa watukufu kwa ajili ya kujibu wito huu. Kuna mambo ambayo tunafanya mazuri yenye kupendeza kwa ajili ya kumpendeza Mola wetu na kumridhisha baba yetu Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyina Muhammad bin Abdullah as-Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Nataka nimalizie vipengele vinne vya haraka kwa mukhtasar. Jambo la kwanza, usoni kwetu tuna saumu ya Arafa. Kwa sisi tusioko eneo lile la haji, saumu ambayo Allah tabaraka wa taala anatoa msamaha mkubwa sana kwa waja wake. Kwenye viwanja vya Arafa waliosimama, Allah anawauliza malaika wake, madha arada haula, hawa watu wamekusanyika kutoka maeneo mbalimbali, wanataka nini? Hali ya kuwa yeye anajua, na malaika watampa bishara, Allah, waja wako wamekuja kukujibu wito wako, wanataka msamaha. Allah anawaambia malaika wake, waambie waja wangu nimewasamehe madhambi yote. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuliwaza na sisi tusioko eneo lile, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata al-madhiya wal baqi, kufunga siku ya Arafa na taraji kwa Allah utasamehewa madhambi ya mwaka mmoja uliotangulia na mwaka mmoja ujao, taban min as-saghair, katika madhambi madogo madogo, sababu dhambi kubwa zinahitaji tauba. Na kwa taufiki ya Allah, mara hii ile migogoro yetu ambayo tunaitengeneza, yani tumeamrishwa kufanya ibada, badala kufanya ibada tunaanza kurumbana. Hii ni ada imezoeleka, lakini mara hii migogoro ile haipo. Allah amejalia mara hii Waislamu wa Tanzania wataungana na Waislamu wenzao walioko Makka siku moja, itakuwa siku ya Jumanne. Jumanne itakuwa siku ya kufunga Arafa. Arafa hii mara hii itakuwa ni moja Tanzania nzima, walillahi alhamdu wal minna. Lakini baada ya kufunga Arafa, siku inayofuata ni siku ya kuswali Eid. Kuna mijadala pia inatembea mitaani kwamba je, kuswali Eid ni wajibu au ni sunna? Wewe jalia unapotaka, iwe ni wajibu, iwe sunna, iwe ni mustahabu. Lakini kama ni wajibu, ni wajibu kutekeleza, na kama ni sunna, ni sunna kufanya, sunna kuswali, sio sunna kuacha. Na kama ni mustahabu, ni mustahabu kwenda kuswali, sio mustahabu kutokufanya. Sio, unaelewa vizuri? Ukisema ni sunna, maana yake ni sunna kwenda kuswali. Kama unasema ni mustahabu, ni mustahabu kwenda kuswali, sio kwenda kufanya. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu wa siku hii, ameamrisha watolewe mpaka wanawake walioko kwenye siku zao ambao wao ni haramu kuswali, wanakwenda kwenye musalla, wanakaa pamoja na Waislamu. Kawaida ukimkuta mtu wa jinsia nyingine amekaa, watu wanaswali aswali, maana yake ana udhuru. Kwenye siku ya Eid wanaambiwa watoke nao waende katika musalla al-Eid washuhudie pamoja na waumini. Wao unatoa udhuru gani wa kutoka kwenye musalla al-Eid? Na walillahi alhamdu wal minna, Eid hii pia tunaswali pamoja siku Jumatano. Jambo la tatu,
Kuna watu wamewafikiwa na Allah tabaraka wa taala kufunga masiku meupe, na mara nyingi huwa wanafunga tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15 mwezi huu wa Dhulhijja. Siku ya tarehe 13 mwezi 13 ni haramu kufunga. Ayamu tashriqi iduna ahli alislam wa hiya ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillah. Usifunge tarehe 13, na una njia nyingine badala iliyokuwa bora. Unaweza kufunga ile masiku yako meupe ndani ya siku hizi 9 bora, na wala hujachelewa. Yawezekana ukaanza kufunga kesho mwezi 6, ukaenda na mwezi 7, ukafunga mwezi 9, hata ikaingia pia umefunga siku 3 mfululizo, sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutaka tufunge siku 3 kila mwezi tupate thawabu za kufunga mwaka mzima. Na wanazuoni wanapendelea iwe tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15, lakini kwa mwezi huu wa Dhulhijja tarehe 13 usifunge. Kama utaamua kuchelewesha ukaanza 14 na 15 na 16 inakuwa ni sawa, lakini usifunge siku ya tarehe 13 kwa sababu ni katika ayamu tashriq. Na jambo la 4 na la mwisho, ikhwani, mnaonaje lau kama Allah sheria yake ingebakia kuwa kila mtu katika maisha yake achinje mtoto mmoja katika watoto wake? Kwa sababu asili ya ibada ya kuchinja ni kumchinja nani? Mtoto. Hiyo ndio asili yake. Allah akatubadilishia, badala yake tukawa tunatoa kiasi cha pesa kununua mnyama. Je, sheria ingebakia vile vile kwamba wewe katika uhai wako mtoto wako mmoja, kama ni wa kwanza wa pili, mtoto wako mmoja umchinje? Ungeweza? Tumebadilishiwa, tumepewa fidia ya kupewa lidhibhin adhim, kichinjwa kitukufu, ambapo gharama yake kwa maximum shilingi 150,000. Tunataka siku hiyo watu wengi wagawe nyama, sio watu wengi wapange foleni misikitini kwenda kuomba nyama. Msiridhie kitu duni, lazimisheni kilichokuwa bora kwenu. Kilichokuwa bora ni kuchinja, sio kwenda kuomba nyama. Na uwezo wa 150,000 katika maisha kawaida, wa Tanzania wengi wanaweza, sababu yakitokea majukumu yanahitaji gharama za 150,000, watu wanaweza kudhamini gharama hizo. Kwa hiyo kama inawezekana kwenye majukumu mengine, hebu iwezekane na kuchinja, watu wachinje, kwa sababu kinyume cha kuchinja wanyama ilikuwa tuchinje mtoto, ingekuwa hatuwezi kabisa. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.